Wana michezo mbalimbali wamehimizwa kufanya michezo kwa ajili ya kujenga afya zao, lakini pia kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao vizuri na kulinda afya ya miili yao. Haya yamesemwa na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa nishati, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko. Nikimnukuu, amesema mazoezi ya awali na mbinu nyingine mbalimbali kwa kujenga uimara wa mwili kupitia mazoezi kama vile kukimbia, mazoezi ya nguvu na mazoezi mfano wa hayo pia huiandaa akili ili kuikabili michezo na mashindano kwa ujumla. Wataalamu husema mafanikio huanza katika fikra. Mwisho wa kunukuu. Hayo yamesemwa na Dr. Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, Mheshimiwa Dr. Biteko. Lakini pia ametoa rai hiyo Septemba 7 mwaka 2025 katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, wakati akifunga rasmi mashindano ya 39 ya Shimiwi yaliyotanguliwa na maandamano ya watumishi wa umma. Hii ni Mori K88. Karibu sana, twende ukaone kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Doto Biteko. Siache kusubscribe, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante. Ndugu na michezo, tunafahamu kwamba michezo si tu burudani pekee, bali michezo ni ajira. Michezo ni nyenzo ya kulinda afya yetu, na michezo ni umoja. Takwimu zinaonyesha kuwa tasnia ya burudani hapa Tanzania inaendelea kukua kwa kasi kubwa na kuchangia kwa sehemu kubwa kwenye pato la taifa na kuongeza ajira kwa vijana wetu. Kwa mwaka 2022-2023 sekta hii imekuwa kwa 15% na mwaka 2023-2024 sekta hii imekuwa kwa 18%. Ukuaji huu bila shaka Shimiwi itakuwa na mchango wake, na kwa kweli haiwezi kupuzwa kwa namna yoyote. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliniambia na kunielekeza niwafikishieni salamu zake za upendo, na ameniambia angetamani kuona michezo hii inakuwa tena inakuwa kwa kiwango ambacho mataifa mengine yaje kujifunza kwetu. Mheshimiwa Rais anawapenda sana watumishi wa umma, anapenda sana wafanyakazi. Angependa kuona afya zenu zinaimarika kila wakati na mnaongeza tija mahali pa kazi ili tuweze kutoa huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Rais ameniambia kila mnalohitaji wakati wowote, yeye na wasaidizi wake tukiwemo sisi, atatoa kila aina ya maelekezo na ushirikiano kufanya Shimiwi iweze kufanikiwa. Kazi yenu ni kuifanya Shimiwi iwe bora, iwe ambayo imeboreshwa zaidi, lisiwe jambo la watu kukutanika na kutawanyika. Niwaombe wana michezo wote, tujenge fikra ya kupendana, tusijenge fikra ya kuchukiana baina yetu. Sisi wote ni watumishi, sisi wote ni kundi moja lenye wajibu mmoja wa kutoa huduma kwa Watanzania. Mmoja, kuboresha maisha yao, kuwaondolea umaskini, lakini muhimu zaidi kukuza uchumi wa nchi yetu na kuiendeleza nchi yetu. Niwaombe na niwasihi sana, wakati wote mbuni mbinu mbalimbali za kuongeza tija mahali pa kazi. Wakati mnacheza, kumbukeni vile vile kujadiliana, kubadilishana uzoefu wa mbinu gani mnazifanya kutoka taasisi moja hadi nyingine ili kufanikisha ama kuwa na tija mahali pa kazi. Tunapokuwa katika mashindano haya, tushindane kwa nidhamu, tushindane kwa heshima, tushindane kwa upendo wala si kwa chuki. Lakini nidhamu, kuwaheshimu viongozi wetu tulionao. Inawezekana wewe unajua zaidi kuliko wao, lakini kubali kwa wakati huu wao ndio viongozi, tuwasikilize wao katika maelekezo yao. Kipindi hiki cha wiki 2 na zaidi mtakazokuwa hapa, wafanye mwe marafiki zaidi na mtengeneze network, ili hiyo network muitumie baadaye wakati mtakapokuwa kwenye majukumu yenu. Amezungumza katibu mkuu hapa, jitahidi upate walau rafiki mmoja mpya. Na mimi nataka niwasisitize, tafuta rafiki mmoja mpya kwa kubadilishana namba za simu, ili baadaye uweze kujua kesho mtakutana wapi, maana watu ni wale wale. Na mimi nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa kusema kuwa mashindano haya ya Shimiwi ya mwaka 2025 nimeyafungua rasmi leo tarehe 7 Septemba 2025 hapa jijini Mwanza. Na asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki sana.